Naibu Katibu Mkuu wa Wizara yetu ya Nishati, Mkurugenzi Mkuu wa TANESCO, wajumbe wa kamati za ulinzi na usalama wilaya ya Rufiji, natambua uwepo wa wakurugenzi na maafisa kutoka wizara na shirika letu la TANESCO, mwenyeji wetu, msimamizi wa mradi, wale wote ambao mko hapa kituoni, wanahabari na wengine wote ambao nimeandamana nao kutoka ofisi ya Waziri Mkuu. Leo nimefanya ziara maalum ya kuja kukagua mwenendo wa mradi wetu wa Nyerere Hydropower ambao uko kwenye ujenzi kwa viwango tofauti tofauti. Kimsingi nimefanya ziara kwenye maeneo 6 muhimu kuona mwenendo wake wa ujenzi na hatua iliyofikiwa. Naweza kuanza kwa kauli kwamba nimefarijika sana kuona kazi nzuri inayofanywa na mkandarasi wetu, lakini usimamizi mzuri unaofanywa na shirika letu la TANESCO pamoja na wale maafisa kutoka TANROADS ambao wako hapa, lakini pia wizara yenyewe kwa namna ambavyo mnafuatilia na kufanya mradi huu kuwa unakwenda kila hatua kadiri tulivyokubaliana na wakandarasi vizuri. Nimeenda kuona eneo la bwawa, namna kingo zinavyojengwa. Nimetembelea maeneo 4 kuona kingo zinavyoendelea kujengwa. Nimeona kazi nzuri. Na ni eneo ambalo tulikuwa tumechelewa kidogo kwa sababu tulikuwa tujapata designer ambaye anaweza kudesign namna tunavyotaka ukuta utakaozuia maji pembeni huko utakavyokuwa. Lakini kazi hiyo imekamilika na ujenzi unaanza. Nimefanikiwa kuona pia site vyombo vipo na kazi hiyo inaendelea. Lakini pia tumepata nafasi ya kwenda kuona eneo ambalo linachepusha maji, eneo ambalo pia litakuwa na maporomoko ya maji. Ndiko kutakuwa na mitambo ya uzalishaji wa umeme ambayo kazi nzuri tumeziona zinaendelea. Lakini nimepata fursa pia kwenda kuona daraja litakalotuunganisha pande hizi mbili, daraja letu la kudumu ambalo ujenzi wake unaendelea vile vile, na kwa kweli utaalamu unaotumika tunaona unaenda vizuri, na wahandisi wetu walioko site wanatuambia viwango vinazingatiwa. Lakini nimepata fursa pia kwenda kuona eneo la upokeaji wa umeme huo utakaozalishwa kutoka kwenye eneo lile kuja tayari kwenye kusafirisha kupeleka Chalinze ili uweze kwenda Dodoma na mwingine upeleke Kinyerezi Dar es Salaam tayari kwa kuingiza kwenye gridi kwa matumizi. Kama ambavyo Watanzania mnajua, mradi huu utakabidhiwa kwa serikali mwezi Juni mwaka 2022. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo wahandisi wetu, wasimamizi wetu wa ndani wametuambia, kwa kasi ya mradi tuna matumaini kufikia mwezi Juni mwaka 2022 mradi utakuwa umekamilika. Sasa maeneo nyeti mengi yamefikiwa 47%, na kipindi kilichobaki tunaweza kufika, kwa sababu sasa hatujaanza kufikia hata mwaka, tuna mwaka na nusu bado kufikia Juni mwezi huo. Kwa hiyo tunaamini tutakamilisha vizuri. Kazi hii inayofanywa na makampuni haya mawili, Elsewed na Arab Contractor, tulikuwa na makubaliano ya kukamilisha kwa wakati na sisi kuwalipa kwa wakati. Faraja ni kwamba mradi huu tunaendelea kulipa kwa wakati. Lakini mradi huu, mnajua hizi ni ndoto za baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, lakini pia viongozi wetu wawili waliamua kutekeleza ndoto hii. Nao ni marehemu Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa 5 ambaye kwa sasa ametangulia mbele za haki, kwa pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye bado yupo na anafanya kazi. Hao ndio walifanya maamuzi ya kujenga mradi huu.
ili mradi Rais wa Jamhuri ya Muungano yupo, ili mradi na sisi wasaidizi bado tupo, kutoka ngazi za juu mpaka kwenye wizara na watendaji wetu. Nataka niwahakikishie Watanzania huu mradi utakamilika kwa wakati, kwa sababu fedha tunayo, wakandarasi wanafanya kazi yao vizuri, wataalamu wetu mainjinia wanasimamia, na taasisi yetu au shirika letu la umeme likiwa ndio jukumu lao kubwa, wanaendelea kusimamia kwa umakini mkubwa. Kwa hiyo mradi huu tunatarajia kukamilisha kama ambavyo tumekubaliana. Na kwa kweli makampuni haya yanayotoka nchini Misri, nchi rafiki na Tanzania, yanakuja hapa yakiwakilisha nchi yao, lakini pia yakithibitisha mahusiano tulionayo kati ya Tanzania na Misri. Kwa hiyo tunaamini na wao wanafanya kazi hii wakitambua kuwa wamebeba dhamana ya nchi yao kwa Tanzania, kuhakikisha kwamba mahusiano yetu yanaenda vizuri, na ujenzi wa mradi huu nao unajengwa kwa viwango ili kutuachia mradi ambao utakuwa na ubora na thamani kama ambavyo tumekubaliana, tuweze kuutumia katika kipindi ambacho tunatarajia. Malengo ya serikali ya kujenga mradi huu, sote tunajua kwamba serikali yetu imedhamiria kupeleka umeme sasa mpaka vitongojini, na kazi hiyo ilishaanza. Sasa tunaendelea nayo. Kati ya vijiji 2013 tumebakiza vijiji 1974 tu kupeleka umeme. Hivyo ni pamoja na vitongoji, tena pamoja na vile vitongoji vilivyoko visiwani kwenye ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, lakini pia na fukwe au kwenye ukanda wa bahari ya Hindi. Visiwa vyote vinapata umeme. Kazi iliyobaki kwa REA ni ndogo sana. Jana nimekutana nao, wamenipa taarifa, na mimi nimeridhishwa na kazi zao, kwa sababu pia nimepata fursa kuzunguka kwenye maeneo mengi, na nimepata nafasi ya kuwasikiliza Watanzania faraja yao ya kazi ya kuwapelekea umeme vijijini. Changamoto chache za kupeleka umeme kwenye nyumba nayo pia wameifanyia kazi. Wakandarasi wameshatangazwa, wameshaanza kazi kuhakikisha kwamba wanapeleka umeme mpaka pale mwananchi alipojenga nyumba yake kwa gharama ile ile ndogo ya shilingi 27,000. Nataka niwaambie mradi huu una faida kubwa sana. Moja kubwa ni kwamba tutapata umeme mwingi wa kutosha. So mradi huu tunazalisha megawati 2115. Lakini na megawati ambazo sasa tunazitumia zaidi ya 1500 tulizonazo ni umeme mwingi wa kutosha, na mwingine tutauza nje ya nchi. Lakini faida nyingine ambayo tutaipata ni kwamba tutapata umeme wa gharama nafuu. Na ninaposema umeme wa gharama nafuu, Watanzania waelewe kwamba vyanzo vingi vyote tulivyonavyo umeme vina gharama zake za uendeshaji, na ndio zinapelekea wananchi kulipia gharama hiyo. Umeme wa maji gharama yake sio zaidi ya shilingi 36. Hata kama kutakuwa na mabadiliko ya bei haitazidi shilingi 50. Lakini umeme wa gesi ambao unapatikana chanzo cha gesi, na tunayo gesi inatoka Mtwara, inatoka Songo pale Kilwa, ule ni shilingi 147 kwa unit. Lakini umeme ambao sasa tunautumia huu wa mafuta kwa kutumia majenereta, huu ndio wa gharama kubwa, kwa sababu gharama yake ni kuanzia shilingi 440 mpaka shilingi 600. Gharama ambayo leo Tanzania tunatumia hela nyingi kulipia umeme kwa unit moja. Study hii ambayo ilifanywa na viongozi wetu hawa, rais wetu Mama Samia na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waligundua kwamba nchi nyingi zinazotumia umeme wa maji wananchi wake wananufaika sana kwa kulipa gharama ndogo, na kwa hiyo ni rahisi kuendesha pia shughuli zote zile za kibiashara. Kwa Tanzania tunakwenda huko sasa kununua umeme wa unit moja kwa shilingi 36. Hata kama kutakuwa na gharama nyingine haitazidi shilingi 50. Jambo ambalo tunaamini hata mwananchi wa kawaida anaweza kumudu. Kwa hiyo dhamira hii tunayo, na tutahakikisha tunakamilisha, tunafikia malengo. Kwa Watanzania
muendelee kuwa matumaini kwamba tutakuja kupata umeme wa gharama nafuu. Faida nyingine ambayo nimeiona pia hapa, ajira. Hapa nimeona ajira kwa hawa wanaojenga mradi, lakini kutakuwa na ajira ya wale wanaotumia umeme kuendesha shughuli zao, watu wa magarage, wachomaji, lakini pia wanaotaka kufanya shughuli zote zinazotumia umeme. Tutakuwa na umeme wa uhakika usiokatika na utawezesha kuendesha shughuli za kila siku za binadamu kupitia umeme. Lakini faida nyingine, serikali tutapata mapato, tutauza umeme nje ya nchi, na kwa kiwango cha umeme ambacho tunazalisha leo tuna uhakika tutauza kwa majirani. Nchi zetu jirani wanahitaji umeme, na umeme waliokuwa nao mdogo, tena wa gharama kubwa, sisi tunawapelekea wa gharama nafuu wa maji. Hizo ndio faida ambazo kwa uchache nimezieleza, bado ziko nyingi. Kwa hiyo faida tulizonazo hizi, malengo yetu ziwafikie na ziwanufaishe Watanzania, na sisi kama serikali tutasimamia, na kwa usimamizi ambao sasa tunao, tunaamini malengo yetu tutayafikia. Ndugu wa Tanzania, kazi ya ujenzi hii inayoendelea sasa ni pamoja na ujenzi wa laini kubwa kutoka hapa kwenda Chalinze, kazi ambayo itafanywa na shirika letu la umeme. Tayari wameshatangaza zabuni kujenga laini ndefu kutoka hapa mpaka Chalinze, ambako kutakuwa na mtambo wa kupoza, kwa sababu umeme unatoka hapa utakuwa na kilovolt 400. Ni umeme wa juu sana, ufai kutumika kwenye majumba, kwenye nyumba zetu. Kwa pale utajengwa mtambo mkubwa mwingine wa kupoza umeme ili uweze kuingia kwenye matumizi yetu ya kila siku. Lakini pale pia tutaweka matawi mawili, tawi moja tutapeleka Dodoma kupitia Morogoro, tunaingiza pia kwenye gridi, na mnajua Dodoma sasa inapeleka pia umeme Singida, inapeleka umeme Manyara kupitia Kondoa na kwenda mpaka Arusha. Kwa hiyo tunazungusha nchi kwa kupeleka umeme huu, kwa kuingiza kwenye gridi. Watanzania wote tutanufaika. Huu unaokwenda Kinyerezi utakuwa unahudumia mkoa wa Pwani, Morogoro, Dar es Salaam, lakini pia unaenda mpaka mikoa ya kusini na unazunguka, kwa sababu tushajenga line kutoka Mtwara, Tunduru na Mtumbo, Masasi, Ruvuma, na tunakwenda mpaka Njombe na Makambako. Kwa tumeunganisha tena nchi kupitia gridi hizo. Kwa hiyo umeme huu nao utakwenda pote nchini kwenda kutoa huduma kwa Watanzania. Kwa hiyo dhamira ya viongozi wetu wawili, akiwemo rais wetu Mama Samia, sasa inakwenda kukamilika, na tuhakikishie tu kwamba tutaendelea kusimamia ili mradi huu ufikie hatua hiyo tunaitarajia kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Waziri bado nalo jukumu la kufuatilia mwenendo wa ujenzi wa kila siku. Changamoto zilizoko ni ndogo ndogo ambazo pia wasimamizi wetu walioko site, engineer yuko hapa, lakini pia mkurugenzi mkuu wa TANESCO na mainjinia wake ambao kila siku wanatembelea hapa, na ile team ya negotiation ambayo ya makubaliano, maridhiano ambayo inaendelea ya kujadili yale yanayojitokeza kila siku. Vikao vyenu hivyo viendelee kujadili na kupata mwelekeo wa ujenzi wa mradi huu. Pindi wakandarasi wetu wanapokwama, wasaidiwe ili wakamilishe mradi wao. Iwe wanaleta vifaa kutoka popote, vinakwama popote, itanzuliwe tatizo hilo. Kama wana shida ya ulinzi hapa, paimarishwe ili hawa waishi salama ndani ya nchi yetu na wafanye kazi yao kwa uhakika zaidi. Tahadhari za eneo hili, kwa sababu ni eneo la mbuga, kwa sababu kuna wanyama wakali, toka mradi umeanza mpaka leo hatujapata tatizo lolote lile. Hii sina mashaka, najua tahadhari kubwa imechukuliwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, nyie ambao ndio mko wakati wote, lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wenyeji wa wilaya ya Rufiji ambao ndio wanufaika, ndio wenyeji wa mradi huu, tunaomba sana ushirikiano kutoka kwa wananchi ambao mko jirani kuhakikisha kwamba hapa palipo na vifaa vingi vya ujenzi viendelee kubaki salama. Hatujapata tatizo la wizi kwamba labda kuna vijana wanakuja wanachukua swichi, wanachukua nyaya, wanachukua saruji. Hilo hatujalisikia. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha, lakini kuimarisha ulinzi. Washukuru pia kamati ya ulinzi wa usalama kwa kuendelea kulinda eneo hili na kuhakikisha kwamba usalama upo,
vifaa vya ujenzi vinabaki kwa manufaa yetu, ili tuweze kuendelea na shughuli za ujenzi kwa gharama ile ile na kwa vifaa vile vile ambavyo tumevileta, na kazi sasa iweze kuendelea. Sisi tutaendelea kusikiliza kama kuna jambo lolote, lakini tutakuja tena kuja kuona. Tutakuja baada ya budget, tutakuja kuona, tutaleta pia na waheshimiwa wabunge, lakini pia mheshimiwa mkuu wa wilaya jirani, ukipata nafasi, baraza la madiwani waje waone. Hao ndio Watanzania ambao wanaomba mradi huu uendelee. Ukipata fursa kuleta wananchi kuja kuona, wanakuja, mnaomba nafasi hapa, mnazungusha waone, warudi. Maana wengine wanaweza kuwa wanawasikiliza wala siopenda maendeleo kwa upotoshaji wa jambo hili au ujenzi huu, kwamba ujenzi hauendi, ujenzi hautakamilika, ujenzi hauna maslahi. Waje waone namna ambavyo serikali imedhamiria kujenga mradi huu na ambavyo watafaidika. Kwa hiyo kwa wewe walioko jirani, unayo hiyo fursa pia ya kuleta angalau wachache kuja kuona mwenendo huu, wawe mabalozi wa Watanzania wengine. Ndugu waandishi wa habari, nimefarijika sana juzi nilipokuwa na nyie kuambia juu ya maadhimisho ya baba wa taifa la Zanzibar, Mheshimiwa Sheikh Abeid Amani Karume, ambaye ilikuwa ndio siku yake ya dua na kumbukumbu. Niliwaambia kwamba tunawashukuru sana kwa kazi kubwa mnayofanya ya kuwahabarisha Watanzania kwa kila tukio tunalolifanya ndani ya nchi, lakini kwenye miradi yetu pia kuwajulisha hatua tuliofikia. Naamini mmefanya kazi hiyo leo vizuri. Wengine mlikuwa online, mlikuwa live, lakini wale ambao baadaye mtapeleka taarifa zenu. Hayo ndio matarajio yetu, kwamba tutaendelea kushirikiana kati yenu na serikali ili kuhabarisha Watanzania wajue hatua ya kila tukio tunalotenda nchini, kila miradi tunayotekeleza nchini, wawe na matumaini kwamba pesa yao inatumika kama ilivyo. Kwa hiyo niwatakie kila laheri waandishi wa habari kwa kazi yenu nzuri. Niwatakie kila laheri wale wote mlioko hapa site kwa usimamizi mzuri, mainjinia wote mlioko wizarani, mlioko kwenye shirika letu la TANESCO, muendelee kufuatilia. Nimeona kila hatua ninapofika hapa naona mambo yanaenda vizuri. Kwa endeleeni na majukumu haya. Kwa naomba nimalize kwa kuwatakia kila laheri, muendelee na kazi hii. Mjue kwamba Watanzania wana matumaini makubwa sana na mradi huu ambao nyie kila mmoja kwa nafasi yake anayo dhamana kusimamia. Baada ya kusema hayo, na washukuru sana. Asante sana kwa kunisikiliza.